Serikali imeendelea kujenga vituo vya kutolea huduma za afya kwenye sekta ya afya, kuimarisha upatikanaji wa dawa, vifaa tiba, kuongeza upatikanaji wa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi, kutoa mafunzo kwa wahudumu wa afya na kuhamasisha matumizi ya teknolojia katika utoaji wa huduma. Mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na kuongezeka kwa vituo vya kutolea huduma za afya kutoka vituo 8783 mwaka 2020 na kufikia vituo 12846 mwaka 2025, sawa na ongezeko la vituo 4063. Ongezeko hilo limesogeza huduma za afya karibu zaidi na wananchi, ambapo sasa inakisiwa kwamba 75% ya wananchi wanapata huduma za afya ndani ya kilomita 5 ya maeneo wanayoishi. Mheshimiwa Spika, nilieleza Bunge kuwa tutaendeleza kampeni ya Jiongeze Tuwavushe Salama ili kuhamasisha uwajibikaji wa wadau wote katika kupunguza vifo vya mama na mtoto. Miongoni mwa mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na kukamilika kwa ujenzi wa majengo ya kutoa huduma ya afya ya mama na mtoto katika hospitali ya rufaa ya kanda Meta iliyoko katika jiji la Mbeya, iliyogharimu shilingi bilioni 13.2 na ambayo tayari inatumika, pamoja na hospitali za rufaa mikoa za Sekoture Mwanza, Geita, Simiu, Mawenzi, Njombe na Songwe ambazo zimegharimu kiasi cha shilingi bilioni 71.1. Vile vile vituo vyenye uwezo wa kutoa huduma za upasuaji wa dharura wa kumtoa mtoto tumboni vimeongezeka kutoka 340 mwaka 2020 hadi 577, pamoja na wodi Asante Mheshimiwa Spika, kumeongezeka pia wodi maalum au vyumba maalum kwa ajili ya magonjwa ya watoto wachanga. Mheshimiwa Spika, serikali imeongeza hospitali zenye majengo ya kutolea huduma za dharura kutoka 7 mwaka 2020 hadi 125 mwaka 2025. Kukamilika kwa majengo ya kutolea huduma za dharura kumepunguza vifo na kuokoa maisha ya wagonjwa wa dharura na wagonjwa wa ajali. Vile vile serikali imeimarisha huduma za uchunguzi kwa kununua vifaa tiba vya uchunguzi ambavyo vinapatikana kuanzia ngazi ya hospitali ya taifa hadi hospitali za rufaa za mikoa na halmashauri. Vifaa tiba vilivyoongezeka ni pamoja na MRI kutoka 7 hadi 13, CT scan kutoka 13 hadi 45, digital x-ray kutoka 147 hadi 491 na ultrasound kutoka 476 hadi 970. Mheshimiwa Spika, hali ya upatikanaji wa dawa na vifaa tiba aina 382 katika vituo vya umma imeongezeka toka 75% mwaka 2020 hadi kufikia 86.2 mwezi Aprili mwaka huu. Upatikanaji wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi unawezesha wananchi kupata mahitaji muhimu ya msingi katika vituo vya kutolea huduma za afya. Kutokana na kuimarika kwa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi, kumekuwa na ongezeko la utalii tiba kwa wagonjwa wanaohitaji huduma hizo kutoka nje ya nchi kutoka 5705 mwaka 2020 hadi 12180 mwaka 2025. Huduma za kibingwa na ubingwa bobezi zinazotolewa ni pamoja na uwekaji wa figo, uwekaji wa vifaa vya usikivu kwa watoto, upandikizaji wa figo, kuweka puto tumboni, upasuaji mgumu au upasuaji wa matundu wa moyo bila kufungua kifua, upasuaji wa moyo kwa kufungua kifua, upasuaji wa ubongo, upasuaji wa uti wa mgongo, upandikizaji wa nyonga bandia,
na tiba ya saratani ya mlango wa kizazi. Mheshimiwa Spika, utafiti wa viashiria vya matokeo ya VVU na UKIMWI umeonyesha kuwa tumefanikiwa kuvuka lengo kwenye utekelezaji wa shabaha ya 95% ya pili inayohusisha tiba kwa watu wenye VVU waliotambua hali zao, ambapo 98% wapo kwenye tiba. Pia utafiti katika shabaha ya 3 inayohusu kufubaza virusi vya WAVIU wanaoendelea na tiba inaonyesha kwamba 94% ya waliopo kwenye tiba ndio wamefubaza. Kwa hiyo tunaendelea vizuri. Aidha, katika kufikia na waliofubaza maana yake hawaambukizi. Aidha, katika kufikia shabaha ya kwanza inayohusu watu wote wanaoishi na VVU kupima na kujua hali zao za maambukizi, 82.7% ya watu wanaoishi na VVU nchini sasa wanajua hali zao. Pamoja na kupungua kwa baadhi ya misaada ya wabia wetu kutokana na mabadiliko ya sera zao, serikali imejipanga kuhakikisha kuwa haturudi nyuma katika kufikia shabaha